Hakuna kama wewe, tamalaki, Roho Mtakatifu. Tunakuitia, bila wewe hakuna chochote tunaweza fanya mahali hapa, hakuna mahali tunaenda, hakuna chochote kinaweza fanyika. Tunakuhitaji, tunakukubali, tunapeana mioyo, miili yetu, mawazo yetu, hisia zetu chini ya uongozi wako Roho Mtakatifu, na faraja zako za milele zikaweza kutuficha, zikatufunike katika jina la Yesu Kristo. Ukatuongoze kwenye kiti cha mbinguni cha rehema cha Mungu Baba, katika ufalme wa Kristo, katika ufalme wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo tunakesha kila nafsi ya kila mmoja mahali hapa, kila mmoja wetu, mawazo yake, hisia zake mbele zako Roho wa mbinguni, ukamuongoze kila mpendwa, ukamchague kila mahali katika maisha yake, katika uhitaji wa moyo wake, katika matarajio yake, yawe matarajio ya Baba, yawe mapenzi kamili ya mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakuitia, ewe Roho wa mbinguni unayefariji, ichague na uione kila roho inayoomboleza, inayolia, inayosumbuka, inayotatizika, ukaihudumie. Wewe ndio unaweza kuihudumia, wewe pekee yako unaweza kutuinua, wewe pekee yako unaweza kutuonekania. Muonekanie kila mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Kamuinue pale kwenye majivu, pale ambapo adui ibilisi amemsukuma na kumrusha pale, kamuinue tena. Kainue familia kila mpendwa, kila milango iliyofungika ifunguke, tunaivunja mbele yake. Kila kikwazo kinachozuia, kila kizibo ambacho ibilisi umekipanda mbele ya maisha kila mpendwa, maisha yake kazi ya kifedha, ya kifamili, maisha yake ya kimwili, katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kinazuia tunakivunja, tunaking'oa, tunakiangamiza katika jina la Yesu Kristo. Roho wa giza, toka mbele kila mpendwa, toka maishani mwake, toka kazini mwake, toka katika nyumba yake, toka katika afya zake, toka, utamanipulate chochote katika maisha yetu, katika maisha ya wapendwa, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Roho cha rehema cha mbinguni, Roho wa mbinguni, tunaachilia uzima, ushindi mahali hapa na mwilini wa kila mpendwa, kila mmoja ambaye hakuwa amesikia vizuri, afya yake imetatizika. Tunanena mguzo wa uzima wa Kristo sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Kila kidonda kikauke, kila tabu ya kifua na mgongo na miguu na kichwa, kila kuumwa kote tunakuvua katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila magonjwa yaliyosemekana hayawezi kupona, yanapona sasa hivi, yanapona. Tunafuta na tuna reverse hiyo neno ambayo imetamka na watu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, we reverse those words, we reverse kauli hiyo sasa katika jina la Yesu Kristo. Every diabetic condition be broken right now, be destroyed. Every prayer, every confusion of mind, in the mighty name of Jesus, be gone, your powerless. Lose that body, lose that brother and sister, lose them right now, lose the chest, lose the gout, in the mighty name of Jesus Christ. We'll remove you from their veins, from their respiratory system, from their stomach, from their wombs. We remove you, we destroy sickness in the mighty name of Jesus Christ, and we declare healing from the throne of Christ. Holy Spirit, minister healing all that brother, minister healing in their bodies, minister healing right now, minister healing kwa ndani kwa nje, minister healing juu na chini, kila mahali, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Holy Spirit, minister right now in this auditorium, kila nafsi ambayo imekuwa ikisumbuka right now, Lord, we ask you, touch every soul, touch every body, touch each one of us, touch us, Holy Spirit, na hudumu uzima sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Holy Spirit, we thank you Lord, we bless you. Every door ya
ya kikazi be opened katika Yesu. Kila kichini, kila kilichogandamizwa tunazivunja. Kibiashara, kikazi, katika Yesu Kristo tunaziondoa, tunazikomesha. Roho Mtakatifu zivue maisha ya wapendwa, zikomeshe, tunazungusha ukuta ulinzi wa kila mpendwa. Katika Yesu Kristo mapato yake yafunguke, kazi yake ifunguke, biashara yake ifunguke, na itadumu katika Yesu Kristo, na nawili na faulu kwa kila njia, kwa sifa na kwa utukufu wa jina la Bwana. Mwaminifu Masia, umetenda makuu, utazidi kutenda. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea enzi hata na ibada. Tamalaki katika haya madhabahu, tamalaki mahali hapa. Mwaminifu Jehova, ni katika jina kuu la mwanao Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. 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 Tumshukuru Bwana kwa kila mmoja. Karibu katika nyumba ya Bwana. Hapa ndio mahali unastahili kuwa, ambapo unastahili kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unastahili kubarikiwa, unastahili kuwa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa maana Bwana ametuleta mbele zake, na wakati ambao tunaishi, wakati ambapo tunastahili kudumu mbele za Bwana, hatuwezi kukaa mbele zake. Tunataka tusome katika neno la Mungu katika Efeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 14. Nasema hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na katika Kristo atakuangazia. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambapo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi, nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Some pia katika Timotheo wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama ushauri huo ambao neno la Mungu limetueleza sana, kuna hiyo sehemu ambayo imezungumzwa hapo kwamba tumeingia katika kipindi hiki, na kinaitwa kipindi nyakati za hatari, nyakati za ugumu. Na ugumu huo si kwa mambo mengine, ama hatari hizo si kwa mambo mengine, ni haswa katika maisha yetu ya Kikristo. Ndiposa neno la Mungu haswa pale katika Waefeso nasema kwamba linataja neno hapo kwamba amka wewe usinziaye, ufuke katika wafu, na Kristo atakuangazia. Anazungumza kwa ajili ya nyakati hizi na kusema kwamba tuamke, sisi sote tuamke. Anataja kama kwamba tulikuwa tumelala mahali, tulikuwa tuna usingizi fulani, kwa sababu hatukuwa tunaona kama mambo yanaweza kugeuka ama mambo yanaweza kuwa vipi. Lakini tunaitiwa kila mmoja wetu ndani ya Kristo kuwe na kuamka, kuwe na kuamka, na kuamka huku ni kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyakati zikawa ni nyakati ambazo ni za uovu,
ni nyakati pia ngumu, ni nyakati zinapotajwa namna hiyo. Nyakati hizi zinapotajwa namna hiyo ni nyakati ambazo kunakuwa na kwamba kunakuwa na uoga kila mahali, tukajikuta kwamba tusipokuwa watu ambao tumeamka, hata sisi tukashikwa na uoga, tukashikwa na wasiwasi, tukaanza kubabaika. Nyakati za kuchanganyikiwa pia, nyakati hizo ngumu, nyakati za kuchanganyikiwa ni pale ambapo mtu hana msimamo na hajui atafanyaje wakati jambo fulani limejitokeza. Mtu yule hana msimamo, hana kusimama mahali pamoja, hana cha kusimama, hana cha kujua fanyeje. Kwa hivyo anababaika, anajaribu hiki, anajaribu kile, akimbie pale na akimbie kule mwingine. Hizi ni nyakati hizo. Biblia inasema amka na uinuke, Kristo kuangazie. Tena ametumia neno kali, akasema ufufuke pia. Bwana asifiwe sana. Ufufuke, uinuke kama Mkristo. Uinuke, Kristo kuangazie. Na si wewe pekee, kila mmoja wetu. Bwana asifiwe sana. Nyakati ambazo zinaweza kuwa zina confusion ndani yake. Kristo amezitaja nyakati za confusion, nyakati za kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwa ni ile hali ya kutapatapa. Je, nijaribu pale, nijaribu hapa, nijaribu kile. Kama mtu ambaye amebebwa na floods, unajaribu kushika kila kitu, unajaribu kushika miti, unajaribu kushika nyasi, unatafuta kitu kikusaidie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huku unapiga nduru na huku unafanyaje? Ndio Biblia inasema tuamke. Ni nyakati pia ngumu, ni nyakati ambazo pia zinaleta magonjwa za kila aina. Kuna magonjwa yanayojulikana, magonjwa yasiyojulikana, maambukizi kama yale ambayo tumekuwa tukipigana nayo hata sasa. Bado ni kama mataifa hayajaponea vizuri, na bado kuna mengi na kuna shida nyingi zinazokuja. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba amka mpendwa, amka ujielewe wewe ni nani, amka ujijue, amka uchukue msimamo katika maisha yako. Haleluya. Ni wakati pia utuamke, kwa sababu kuna hali ya kulose na kupoteza. Upoteze hiki, rahisi kupoteza biashara, rahisi kupoteza kazi, rahisi kupoteza faida zako, rahisi kupoteza uchumi wako, ni rahisi kupoteza furaha yako, ni rahisi kupoteza wapendwa ambao mmekana na mnapendana, ni rahisi kupoteza. Bwana asifiwe sana. There's a lot of losing. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema amka. Kuamka maana ni kwamba you stand up and take your position. Haleluya. Ujue wewe ni nani na ujue ile misingi ambayo Kristo amekuweka, yale unastahili kufanya, kwa sababu haitendeki kama yanatendeka sasa. Bwana ameyaona kimbele na akatueleza how to go about it. Kwa hivyo wewe ujielewe, kuna suluhisho. Bwana anatuambia tuamke ni kwa sababu kuna suluhisho. Ni nyakati pia mpendwa, ni nyakati za depression. You can easily be depressed. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuvunjika moyo, unaweza kuwa disappointed, unaweza kuvunjika moyo, ni rahisi kwenda chini. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ukawa depressed. Depression maana kwamba katika lugha ya kawaida ni mahali ambapo pameenda chini, ni kwenye bonde. Ukajikuta kwamba uko kwa bonde. Na sababu kusudi ya Mungu uishi kwa mabonde, uishi kwa chini, uishi pale kwenye bonde. Bwana asifiwe sana. Mabonde si mazuri, mabonde ya maisha. Ukavunjika moyo, ukakaa pale unavunjika moyo na mtu ambaye yuko depressed, haoni mbele. Bwana asifiwe sana. Ukiwa chini ya shimo huoni mbele, ukiwa chini ya shimo huoni mwangaza, ukiwa chini ya shimo huoni ushindi wako, ukiwa chini ya shimo hausikii ushindi wowote. Uko pale, uko lonely. Na sifa kusudi ya Mungu kutuokoa tuweze kuwa lonely. Ametuleta kwenye family ya Mungu, na ametupatia suluhisho katika Kristo Yesu, kwa jina lake, kwa damu yake. Pia Roho Mtakatifu uko naye. Amesema kwamba hata tuacha peke yetu, lakini atamtuma Roho Mtakatifu na atakana sasa kuwa kama yatima. Bwana asifiwe sana. Nyakati you can be depressed kwa sababu ya situation ambayo ni kama imesema mbele yako, ni kama unajaribu kuishutua iende, ni kama haiendi, ni kama unajaribu kuinenea lakini haisikii, ni kama imekaa pale. Maarifa zako
zikafika mwisho. Ni nyakati pia za kuwa discouraged, kuvunjika moyo. Bwana asifiwe sana. Ni nyakati za hatari. You can be discouraged. Kuna kitu kibaya kama Mkristo ambaye amekuwa discouraged. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kibaya kama Mkristo ambaye amekuwa discouraged. Hawezi kuomba, hawezi kulitia jina la Bwana, imani yake imeondoka, hana imani tena na Mungu. Hawezi kumtarajia Bwana kimuujiza, hawezi kumtarajia Bwana kutenda, hawezi kumtarajia Bwana kwa chochote. Properly discouraged. Bwana asifiwe sana. Biblia inataka uwe discouraged. Hallelujah. Kwa discouraged, kila kitu kinapoteza meaning. Hata maisha yanapoteza meaning. Ushirikiano na wapendwa unapoteza meaning. Kila kitu kinapoteza meaning. Bwana asifiwe sana. Sababu gani za kufanya discouraged? Ukipoteza hiki na hiki na hiki, kuna vitu ambavyo shetani anajua kiviguza maishani mwako, utakuwa discouraged. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vya maisha akiviguza, akiguza akiba yako ya kifedha, akiguza watu wako, akiguza jamii yako, akiguza kitu chako pale, unakuwa discouraged, very very discouraged. Nyakati ambazo uko very discouraged. Bwana asifiwe sana. Very very discouraged. Nyakati zina discouraged kabisa. Nyakati hizi ni za discouragement. Kila kitu kimekwama, kiendelee mbele. Watoto ambao walikuwa wakienda shule tumerudishiwa manyumbani. Kaeni nao. Lini watarudi shule? Hakuna mtu anajua. Discouragement. Bwana, tunataka waweje hawa? Na shule zikifunguliwa watarudi kweli? Watarudi wote? Hatujui kama watarudi wote. Bwana, kuna wengine wenda wasirudi. Millions and millions wenda wasirudi. We are getting discouraged every day. Bwana, was a time za discouragements. Hallelujah. Lakini child of God, wewe hauko katika hilo fungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nyakati ambazo kazi zenyewe zinaishi, na sikupenda kwako, si kwamba uko incompetent, si kwamba huwezi kufanya ile kazi unaifanya na bidii yako na umejitolea, lakini umekuta kwamba kazi ikaisha, fedha ikawa njia income hakuna, uko pale. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mstari wa 15 unasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Angalieni sana jinsi si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. You need wisdom now. A godly wisdom. Hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu unaweza kuwa na hekima ya kidunia. Hekima ya kidunia ni ile be in charge of your life. Be in control of yourself. You need to take charge of yourself. Mastori kama haya. Lakini hekima hii ya kimungu ni kujua Bwana amesemaje na kujua the voice of God and what he says katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na katika maisha yangu, haleluya, ni nyakati pia za oppression. Ukawa oppressed, ukajisikia oppressed, ukajisikia mazingana na oppress, ukajisikia oppressed. Kuna a lot of demonic presence katika anga, katika maeneo. Shetani kama amepata nguvu zaidi, ni kama anazunguka kila mahali. Kuna a lot of oppression. Bwana asifiwe sana. Na ni rahisi ukakosa kuomba, ukakosa fellowship, ukakosa kutafuta Bwana, ukakosa kusoma neno la Mungu, ukakosa kufellowship, ukavunja fellowship yako na your brother, your sister, ukamblame brother yako, ukamblame sister, ukablame ushirika, ukablame kila kitu. Kuna a lot of oppression. Bwana asifiwe sana. A lot of oppression. Hallelujah. And you can go astray. Nyakati za wovu. Bwana asifiwe sana. Nyakati za wovu, nyakati mbaya, nyakati za oppression, nyakati ambazo zinaweza kutoa mbele za Bwana, zikakutoa from the presence of the Lord. Na katika presence of the Lord there is fullness of joy. Lakini shetani akutoa where the joy is in full, in totality, akakuweka mbali kwa sababu ya oppression. Ukawa oppressed, ukasikia moyo uko oppressed. Oppressed ni kushindiliwa, unajaribu kuinuka kwa washindiliwa on the ground. There is a lot of oppression. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ya demonic presence, sasa hivi hatujui kwa nini imetendeka namna hiyo. Kwa nini imetendeka namna hii? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na katika oppression unaweza laumu wengine. Unaweza una shida ni wale watu. Unaweza una shida ni yule brother. Unaweza una shida ni yule sister. Unaweza una shida ni kwa sababu kujipangia. Uko na shida ni kwa sababu watu hawakupendi. Uko na shida hata nyingine ni ya kitambo ambayo Mungu amekukomboa nayo. Ukaona kama hiyo ndio imerudi tena katika maisha yako. It's a time, hard time, nyakati za oppression, nyakati ambazo pia there is a lot of blaming.
kuna wakati pia ambazo watu hawana furaha. Bwana asifiwe. They lose their joy. Hawana furaha. Ukiangalia nyuso za watu everywhere you go, kila mtu anaangalia chini kwa ile kupita, hana time, nasikia kuongea naye ni waste of time. Bwana asifiwe sana. Kuna ile kuongea na mtu kasikia kufarijika, kasikia kubarikiwa, lakini anaona mtu akiongea na wewe ame waste time. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa hii mysticals ni mingi za ile kitabu. Bwana asifiwe sana. Kila mtu anataka kuongea na wewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nasikia mtu ameacha tuilie ibalizike. Huyu ni nani huyu anataka kuniongelesha nini? Bwana asifiwe sana. I don't want to hear from them. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. In nyakati ambazo you can blame people, you can blame other people. They have nothing to do with that. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nyakati za upungufu pia. Upungufu wa vyakula, upungufu wa kazi, upungufu wa kifedha, upungufu, wakati wa upungufu, wakati wa madeni. Bwana asifiwe sana. Madeni madogo, makubwa, mazito, yako pale. Hallelujah. Paulo anasema hard times. Bwana asifiwe sana. Tembeeni kwa hekima. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni wakati ambapo you can get out ya maono hata Mungu yuko nayo kwa ajili ya maisha yako, na ukaanza kukimiza mengine kwa sababu unataka kujiokoa, unataka kujikomboa, unataka kujiokoa wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wa upungufu, ni wakati ambapo kuna lot of lies, kuna maongo mingi ya kila mahali. Uongo hata katika businesses, uongo katika deals, maongo ambapo Wakristo wengine pia wameingia katika uongo. Ni wasikize sana, alafu muamini Mungu akupatie hekima kama wanamaanisha nini. Kwa sababu uongo unaweza kuwa pale ndani. Unaweza tapeliwa, unaweza ibiwa, unaweza danganywa. Bwana asifiwe sana. Uongo uko mwingi sana. You have to be very careful. Bwana lazima uamke, lazima uvae busara. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna uongo mwingi. Bali na uongo pia kuna lot of injustice katika anga. A lot of injustice, maonevu. Hallelujah. Watu wakifanywa wenzao dhuluma. Kuna dhuluma mingi. Kuna dhuluma. Waweza tapeliwa, unaweza fanywa madhuluma. Bwana asifiwe sana. Unaweza fanywa madhuluma kirahisi. Unaweza dhulumiwa vile ulivyoamini si hivyo, ukadhulumiwa. Madhuluma yako mengi kila mahali. Kwa ulimwengu wa elimu, kwa ulimwengu wa kikazi, ulimwengu wa biashara, ulimwengu wote, hata kwa siasa usiulize, dhuluma ziko mingi. Kuna dhuluma mingi, a lot of injustice. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na pia kuna hali ya kuyumba. Kuna a lot of instability. Utakuta wengine wanakimbia hivi, na kitambo wengine wamekimbia hivi. Unasema si huyu amekimbia hivi, bado anaona kirudi hivi. Na ameenda mpaka wapi huko? Bwana asifiwe sana. Na kidogo unaona amerudi hivi tena. Na wengine unaona kutoka hivi wakienda hivi. Sasa unashindwa, wakienda hivi wanafanya nini? Wakirudi hivi wanafanya nini? Wakienda huko wanafanya nini? Kuna a lot of criss-crossing. Bwana asifiwe sana. Hata kiroho. Hallelujah. Kuna a lot of injustice, kuna a lot of criss-crossing. Kuna watu a lot of instability. Watu hawako stable. Hawakai mahali pamoja, hawasimami mahali pamoja, hawana misingi, wako mbio. Wengine utakuta wako mbio, baada ya mwezi utakuta bado wako mbio, ukimaliza mwaka wako mbio tu. Nauliza hizi mbio ni za nini? Wanakimbia tu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na nyakati pia ambazo kuna lot of trusting in man than in God. Bwana asifiwe sana. Kumtumainia mwanadamu, kutumainia ulimwengu huu, na kutumainia mwanadamu inasema kwamba curse is the man that trusts in another man. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Perilous time. Ni nyakati Biblia inasema kwamba nyakati za hatari, ni nyakati ngumu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema mstari wa 15 katika Efeso sura 5, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Lazima uwe mwangalifu. Bwana asifiwe sana. Uwe mwangalifu na uwe mwangalifu sana kwa roho yako. Bwana asifiwe sana. Mkristo anakuwa mwangalifu. Mkristo anakuwa mwangalifu in prayer.
Bwana asifiwe sana. Sasa ingine unaweza kuwa uone ushindi katika maombi na maombezi, lakini mpendwa, nikwambie kwamba ndani ya maombi na maombezi kuna ushindi. Bwana atakaza njia pasipokuwa na njia. Bwana asifiwe sana. Usikimbie mbio kabla haujaanza na Bwana. Usianze lolote kabla hujamhusisha Kristo, hujamhusisha Bwana. Unamhusishaje Bwana? Unamhusisha katika maombi na maombezi, na unamhusisha si pale mwanzo peke yake, lakini kule mbele. Bwana asifiwe sana. Na kama umemhusisha pale mwanzo, hilo jambo litaleta shida mahali. Tena tutamuongelesha huyo Mungu kwamba Bwana, wewe ulisema kwamba twende hii njia. Bwana asifiwe sana. Utakuwa na uwezo wa kumuuliza, naye atakuwa na uwezo wa kukwambia hapo ulipofika, geuka kushoto, geuka kulia, ama enda mbele. Bwana asifiwe sana. Safari ya Israeli ilianza na Bwana, ilianza na Mungu, ilianza na Bwana mwenyewe aliyesema tokeni katika hii nchi na mwende katika nchi niliyowachagulia. Na ilipofika bahari ya Shamu, kukawa hakuna kwenda mbele, walimuitia Bwana na akatengeneza njia pasipokuwa na njia. Bwana asifiwe sana. Walipokuwa kuna ugumu, walipofika bahari ya Shamu, walipofika pale, kwa sababu walianza na Mungu, walipofika bahari ya Shamu, they looked unto God, they cried unto God, they called on the name of the Lord. Zaidi ya vile wengine walalamika, lakini kuna mtu mmoja kuaminiwa anaitwa Moses. Usiku kucha alisimama mbele za Bwana akiwa ameinua mikono yake. Bwana akamtengenezea njia. Si bahari ya Shamu peke yake, lakini hata kule nyuma maadui walikuwa wanakuja, waliokuwa wamewatesa, waliokuwa wamewafunga, waliokuwa wamewatumia vibaya, they were coming again for them. Bwana asifiwe sana. But they called upon the name of the Lord. Ile shida ya kule nyuma Bwana kaitatua, shida ya kule mbele Bwana kaitatua. Ukimtumainia Bwana, shida ya huko nyuma, kule ulikotoka Bwana kaitatua, kule unakoenda pia, kule mbele Bwana pia atakutangulia, atakutangazia njia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Katika Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6 inasema mtumaini Bwana na moyo wako wote. Bwana asifiwe sana. Ni rahisi wakati huu kutumainia vitu vingine katika haya maisha, kutumainia mwanadamu, kutumainia neno la mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Ni wakati huu mpendwa kwamba hata siasa zenyewe zinacheza. Kuna lot of experts, kila mtu anataka kusikika. So many voices, expert huyo akisema hivi, expert huyo akisema vile, expert yule akisema vile, expert yule akisema hivi, expert yule mwingine akisema hivi. Kuna watu wanaongea, wanadamu wanaongea, wana point of view, na political analyst anaeleza, huyu mwingine anakuwa ni shupavu hivi. Lakini mpendwa, utaishi kwa thus says the Lord. Neno la Bwana pekee yake katika maisha yako, hilo ndio mwamba, hilo ndio litakuwezesha upasue katika hali yote na uweze kuwa salama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana anatengeneza njia. Utasimamaje mpendwa? Utasimama kwa neno la Bwana, utasimama kwa maombi na maombezi, utasimama mpendwa unapo flow na wenzako, kwa sababu kwenye wawili na watatu Bwana amesema atakuwa pale. Shetani asikutoe katika ushirika wa wapendwa. Bwana asifiwe sana. Where there is fellowship ya wapendwa, be joined together. Bwana asifiwe sana. Tunatiana nguvu. Bwana ana kazi yake anaifanya kati yetu na ndani yetu, pasipo wakati mwingine hata sisi kujua. Katikati anafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Anafanya kazi katikati yetu. Tunajikuta tuna ushindi, tunajikuta tuna upendo, tunajikuta tumeendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba tuna hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni gani? Ni hekima ya Mungu inahusisha yale ambayo Mungu ametuambia tufanye. Ndio kuna hekima. Katika maombi na maombezi kuna hekima. Bwana asifiwe sana. Unaomba ukiwa wewe nyumbani, na unaomba ukiwa kwa nyumbani. Bwana asifiwe sana. Kuna hekima hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ombe kila aina ya maombi na maombezi. Jaza Roho Mtakatifu. Fanya nguvu za ndani. Bwana asifiwe sana. Unakuwa na wakati wa maombi na maombezi. Unakuwa na wakati wa kujinyenyekesha mbele za Bwana. Unakuwa na wakati wa ibada mbele za Bwana. Unamwabudu Bwana ukiwa kule, unamwabudu Bwana ukiwa pamoja. Na inajali sana mpendwa usipokuwa mbele za Bwana. Kwa sababu mbele za Bwana utavaa nguvu, unatiwa nguvu bila kujua. Wasiwasi ambao unaendelea saa hii na siku zote si fungu letu katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ambayo yanaendelea
Sahihi na wakati wote, they are not our portion in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. Oppression, depression, discouragement, those zinaendelea, they are not our portion in Jesus' name. We are more than conquerors in Christ Jesus. Hallelujah. Na lazima tubaki pale juu. Pale juu ndipo Mungu ametuwekea. Pale juu Bwana anatutia nguvu tubaki pale pale. Anakutia nguvu na anakutia nguvu. Anakutiaje nguvu unapoapia before him? He strengthens you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. If you appear before him, he strengthens you. Ukikaa kando, child of God, you will be weak and weakly. Utaendelea kuwa dhaifu na utaendelea kuishiwa na nguvu. Na hatari ya kuishiwa na nguvu ni kwamba zile vita ambazo ziko sahihi na ule ugumu ambao unaendelea hautaweza. Things aren't going well. Bwana asifiwe sana. Unajisikia things aren't going well. All is well, child of God. Bwana asifiwe sana. Kuna yule mama Mshunami ambaye aliacha mtoto wake ameaga na akambeba na akamweka kwa kitanda cha mtumishi wa Mungu. Na akamkimbilia Elijah. Akamtafuta mtumishi wa Mungu. Huyo mtumishi wa Mungu ndiye hakujui kulikuwaje, but he spoke a word and the baby was born. Bwana asifiwe sana. That man of God. Bwana asifiwe sana. Huyo mama Mshunami amekutana na watumishi wengi wa Mungu, wamemwombea sana. Wamekuwa kumwombea alikuwa na shida. Walipokuwa kumwombea kwa nataka. Mpaka kufika mahali akaona kwamba hapati jibu, akaacha sasa kwamba hata watu wa Mungu wasimwombee. Bwana asifiwe sana. Huyu mtu wa Mungu huyu akamwona huyu mtu wa Mungu, akamwona akipita kila siku mbele yake. Akasema tu kwa sababu yeye moyoni mwake ana kipawa cha kufariji watu wa Mungu, kuhudumia na kuwabariki. Akasema huyu, akamwambia mumewe, tumjengee nyumba huyu akae hapa. Kila akija tunaona kwamba anatoka mbali au mahali ambapo atapumzika. Baada ya muda yule mtu wa Mungu akasema, tukufanyie nini? Bwana asifiwe sana. Tukufanyie nini? Yule mtu wa Mungu akasema tukufanyie nini? Bwana asifiwe sana. Yule mama akasema, usinifanyie chochote. Mimi nimefanya as to the Lord. Sihitaji chochote. Haina haja usumbuke mtu wa Mungu. Haina haja ugaramike. Haina haja. Mimi nimefanya kadri vile Bwana amenisukuma. Sihitaji nuru yako. Sihitaji shilingi yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini baadaye akaja pale, akasimama pale, akamwita Gehazi. Elijah akamwambia Gehazi, akamwita yule mama, akamwambia, I have a word for you. Bwana asifiwe sana. I have a word for you. Mwaka ujao katika Mungu utampata mwana. Bwana asifiwe sana. Akasema, mtu wa Mungu, nimekuambia kabisa usinidanganye. Bwana asifiwe sana. Akamwambia itakuwa hivi. Haleluya. Umedili na watu wengi wa Mungu, bali hapa ni mahali tofauti. Bwana asifiwe sana. Hapa ni mahali tofauti. Sahihi udili na mtu wa Mungu. Sahihi unadili na mtu ambaye yeye mwenyewe hata maumbile yake, he is the word of God. Bwana asifiwe sana. Na mwaka uliokuja kweli akampata mwana. Haleluya. Biblia inasema kwamba kadri ya neno la Elijah. Kadri ya neno la Elijah. Kadri ya neno la Elijah. Na Elijah naye ni baba amelitoa kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakati mpendwa, kila hali iko na suluhisho katika maisha yako. Kila hali ina suluhisho. Kila hali mpendwa, badala ya kuvunja moyo, wacha izungumziwe neno. And that says the Lord. Lazima tuzungumziwe maisha yetu. Hali yote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu alidoubt mama, yule mtoto akaaga. Bwana asifiwe sana. Alipoaga akarudi kwa na imani. Akasema hata kama ameaga, I have peace. Kwa sababu mtu wa Mungu bado yuko. Bwana asifiwe sana. Kama alinena mtoto akazaliwa, najua ananena akaanza kufufuka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kama mwanzo ilikuwa ni Bwana, hata sasa ni Bwana. Kule tunataka pia ni Bwana. Kama Bwana alitenda, atatenda tena. Kuna situations katika maisha yako na katika maisha yangu. Si kila wakati you need a miracle, but there's a time ambapo huja you need a miracle. Not every day you need a miracle. Lakini kuna situations upende usipende ukasema hii it needs a miracle. Bwana asifiwe sana. And that is the right time kuinua imani yako and to believe in God. Bwana asifiwe sana. Bwana aweze kutendea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hata kama more than 1,000 times maombi yamefanywa
na muujiza bado. Hiyo 1001 itatendeka katika jina la Yesu. Haleluya. Huna haja kuvunjika moyo. Stand there ambapo Mungu amekuwekea. By faith the just shall live by faith. Bwana asifiwe sana. Haleluya mpendwa. Biblia inasema usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa kila jambo njia zako zote upatie yeye. Atanyosha mapito yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. At the same time doing the will of God. Wewe usijue mapenzi ya Mungu, lakini ukisimama katika maombi na maombezi, that is the will of God. Ukija mbele za Bwana kumwabudu Bwana, that is the will of God. Ukibariki mwingine, that is the will of God. Ukimnenea vyema mwenzako, that is the will of God. Ni wakati wa discouragement, tafuta mtu muhimize mahali. Wewe umehimizika na wewe himiza. Haleluya. Usimletee mwenzako maneno akavunjika moyo, but uwe mwepesi wa kunena ya kuchangamsha na kubariki. Bwana asifiwe sana. Ya kuinua wengine katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nyakati za discouragement, lakini as you unapojifunze kuhimizika wewe mwenyewe, encourage yourself in the Lord. Kama Daudi alijihimiza mwenyewe katika Bwana, alafu uhimize wengine. Unapohimiza mwingine, inarudi tena kukuhimiza wewe. Unaponyunyizia mwenzako maji, inarudi tena kuwa ni kwako sasa kuweza kujihimiza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tujifunze kuhimizana, tujifunze kujihimiza, tujifunze kusoma juu ya neno la Mungu, tujifunze kusoma mbele zake. Is a time pia ambapo prayers ziunganishwe na fasting, really fasting. Bwana asifiwe sana. Really fasting. Bwana asifiwe sana. Ni rahisi pia wakati huu ujifunze to forgive and to release. Usije maombi yako yasongee mbele za Bwana. Haleluya. Kwa na kibazo achilia, kwa sababu utakuzuia katika mambo. Mark chapter 11 verse 24 nasema unaposimama kuomba kama una kibazo na yote achilia. Bwana asifiwe sana. Maombi yako yasiwe maombi gutu, maombi ambayo hana uwezo. Ni maombi yawe na upendo, unaondoa vikwazo na mtu yeyote. Ikawa ni ngumu kusamehe watu, lakini Bwana anakuitia kusamehe, atakuwezesha usamehe na uachilie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na pia nyakati za faithless, watu kosa imani, lakini build up your faith in God. Imani yako ikomaa. Muamini Bwana kwa kila kitu. Muamini Bwana kwa miujiza. Muamini Bwana kwa uwezo wake. Muamini Bwana kwa mamlaka yake. Muamini Bwana kwa kila kitu. Haleluya. Hakuna usiozikana mbele za Mungu. Mahali sehemu zingine ukajikuta na wasiwasi na uongo ukasema na muamini Bwana kwa hili, lakini hili sio ni kama linawezekana. Endelea, Bwana akujenge, uzidi kuamini Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Including hata magonjwa. Magonjwa mengine umeambiwa hayaponi, ikifika hayaponi, itakuwa hivyo mpaka mwisho. Lakini child of God, hiyo neno hayaponi lisiwe katika akili yako. Ndani ya Kristo kumwangalia Bwana, all is well. It is possible. Inawezekana. Kuna uponyaji, kuna uzima katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Nyakati za watu kuna discouragement. Watu wamefanya vile kunaongewa kwa televisheni kila mahali, ni kama uponyaji ulisha. Ni kama Kristo aliacha kuponya. Kristo anaponya magonjwa yote. Anaponya kansa, anaponya high blood pressure, low blood pressure, anaponya ulcers, anaponya shida mifupa, anaponya pumu, anaponya shida ya akili, anaponya everything. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anaponya, anaondoa hata corona pia. Bwana asifiwe sana. Iko katika hizo lists. Hata hizo zitakazokuja baadaye. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaishi nyakati ambazo tunakigamba, tunahadharishwa hata wale ambao wameokoka na kwa wewe usiseme umeokoka wewe, usiseme kwamba hiyo Kristo anaponya. Hiyo angalia wenzako vile wameanguka, angalia hii namba. Yesu anaweza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni kujilinda mwenyewe na kujaribu kujilinda, hautaweza isipokuwa Bwana akulinde. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kama anayelinda mji anafanya kazi bure, isipokuwa Bwana amlinde. Isipokuwa Bwana alinde mwili wako na moyo wako. Isipokuwa Bwana akufiche na kulinde. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo child of God, raise your faith. Amka tena kwa imani.
Amka tena kwa uwezo wa Mungu. Amka tena kwa neno lake. Amka tena katika maombi na maombezi. Amka tena in fellowship. Amka tena kwa kulishika neno la Mungu, kulikariri na kulishikilia. Amka tena kwa imani. Haleluya. Biashara zingine zinaanguka, kuwa na imani ya kwamba yako itasimama katika jina la Yesu. Yako inaendelea mbele. Life yako ita-register 100% profits in the mighty name of Jesus Christ. Wewe na familia yako mko salama ndani ya huyu Kristo. Rise up, child of God. Rise up. Hallelujah. Awake. Amka. Amka kiroho. Amka katika imani. Amka. Hallelujah. Usingizi wako Ibilisi atakuibia furaha yako, atakuibia imani yako, atakuibia na kupanda uoga ndani yako. Lakini amka. Hallelujah. Make sure umevaa imani, kwa sababu adui wako yuko pale mbele. You make sure furaha yako haiondoki, kwa sababu furaha yako ndio nguvu zako. Bwana asifiwe sana. You can easily be depressed. Kataa kuvunjika moyo, uvae furaha 24/7. The joy of the Lord is our strength. Rejoice always, and against I say rejoice. Bwana asifiwe sana. Nyakati za kufurahi, kila mtu aulize, nyakati hizi ni ngumu, hali si hali, mbona nyinyi mna furaha? Tuna furaha kwa sababu furaha yetu inatoka kwa Bwana. That is the source of our joy. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Usiwe Mkristo ambaye utaambukizwa, si mgonjwa wa corona, lakini utaambukizwa na hali ya kukosa furaha. Unarudisha kununa. Bwana asifiwe sana. Na uzito wa moyo uko tu pale. Bwana asifiwe sana. Uko tu pale. You are not happy. Furaha imeondoka. Bwana asifiwe sana. It's not your portion in Jesus' name. You are sadistic. Uko sad all the time. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa natajua mwanamke mshindani. Hata wakati alikuwa na mtoto wake ameaga, lakini alipoulizwa kila kitu iko sawa, akasema all is well. Nyakati hizi, child of God, ndani ya Yesu, all is well. All is well economically, maishani mwako, all is well. Kiafya ni salama maishani mwako. Ndani ya Kristo ni salama. We are doing well. Kifedha, you are okay in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. All is well. Huyu mama akasema all is well. Bwana asifiwe sana. All is well. Hukujiita mwenyewe katika Kristo, ni Kristo amekuita. Hallelujah. Mwacha kupambe ya kujaza na furaha yake. Furaha yake haijui mazingara, haijui kuna corona, haijui kuna magonjwa, haijui kuna kuangua kiuchumi. Furaha yake inapasua katikati. Hallelujah. Na inabaki afloat, inabaki juu. Biblia inasema tumeokolewa, tumeinuliwa na tumepandishwa juu sana. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Katika ulimwengu wa roho. Kama tumeketishwa juu sana pamoja na Kristo, ndio endelea huko chini tuendelee na kuhusu nini? Bwana asifiwe sana. Hata kama ni bio, woga, wasiwasi yana kuhusu nini? Si yako. Bwana asifiwe sana. Tumeinuliwa juu sana. Funguka macho, uone pale tumeketishwa pamoja na Kristo na utulie pale. Unajitoa pale kwa nini? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen, 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 amen. Tusimame pamoja mpendwa. Jana waliona kuitia kama kuna discouragement maishani mwako, kuna woga fulani, kuna infection fulani maishani mwako, kuna woga, fear of death ambayo imezunguka, imefunga watu. Child of God, mwamini Bwana, you release yourself from them. Achilia hizo vitu, woga, kama umegandamizwa mahali, injustice, umeonewa, watu wamekudhulumu mahali. Katika Yesu Kristo, inua hizo dhuluma mbele za Bwana. Bwana atakupigania, Bwana atakuonekania. Mahali katika jina Yesu Kristo. Kama umegandamizwa, umeenda chini, unasikia kama huna furaha, mwamini Bwana, utoke katika hilo shimo. Toka katika jina Yesu Kristo. Toka katika hilo shimo. Toka katika hilo shimo. Kama kuna watu ambao unawalaumu kwa sababu ya hali yako, mwamini Bwana, wasamehe na hiyo lawama uiondoe kule. Na waanze kumwangalia Bwana ambaye ni yote katika yote. Hallelujah. All is well. Maana kuna confusion. Mwamini Bwana, stabilize, afanye maisha yako imara. Usimame mahali pamoja. Usimame katika neno la Mungu. Usimame katika fellowship. Usimame katika uwepo wake. Hallelujah. Chukua wakati sasa. Chukua wakati. Kama
pale zimerundikana, uko pale, you are depressed, fear of death, uko pale. Pengine Bwana anafungua mpaka huko, anafungua. Pengine mahali fulani umefikiri kama uponyaji wa Mungu uko mbali sana. Bwana anaponya mpaka sasa. Damu yake, nguvu zake, kwa mapigo yake tumepona. Haleluya. Roko shalaba zakarabasha, rima mama zakarabasha, ribo sokoroboze, ribo zakaraboza karaboza ya bosha, ribo zakarabu shalaba, rima mama zakaraboza ya bosha labaza ya bosha, riko sokorobosha naraba. Haleluya. Robo sokorobosha, ribo zakarabu ya bosha, ribo sokorobosha labo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.